من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma baada, watazamaji wetu wapendwa, tunawakaribisha katika kipindi cha mwanzo, na kwa sababu tuko katika michana na masiku bora ya mwaka mzima, hatuna budi kuanza na vipindi vyetu kuelezea fadhila za Dhulhijja, na hasa fadhila za siku 10 za mwanzo za Dhulhijja. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia walfajri wa layalin ashri. Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa alfajiri, kisha na masiku 10 au michana 10 ambayo ndiyo michana bora. Masiku zile night za Ramadhani 10 la mwisho ni bora, lakini michana 10 ya Dhulhijja ndio bora kuliko michana mingine yoyote ya mwaka. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuelezea kuhusiana na suala hilo pale aliposema ya kwamba katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. Inshallah tairudia hadithi hii katika kipindi chetu hiki, lakini ni kukumbushana kwa sababu tayari tushaingia Dhulhijja. Naonekana mara hii tutakuwa sawia, tutakwenda sambamba, kwa sababu Kenya pia kumetangazwa ya kwamba tarehe 22 mwezi wa Julai ndiyo tarehe mosi ya Dhulhijja, na ulimwengu pia vile vile kumetangazwa hivyo. Jumatano ya tarehe 22 Julai ndiyo tarehe mosi ya Dhulhijja. Sasa basi ni kukumbushana kwamba man arada an yudhiya fa innahu idha dakhalat ashru dhilhijja la ya'khudhu min sha'rihi wala adfarihi shay'an illa ba'da dhabh al-udhiyata liqawlihi sallallahu alayhi wasallam. Ni yoyote, ni ukumbusho huu na kwamba yoyote ambaye anataka kuchinja, ana nia ya kuchinja pindi inapoingia 10 la Dhulhijja, basi hafai kuchukua, kukata chochote miongoni mwa nywele au kucha. Hafai kukata wala kupunguza ndevu wala nywele za kichwa wala masharubu wala nywele za makwapani au sehemu nyingine yoyote, na vile vile kucha za mikono wala za miguu, ila isipokuwa baada ya kuchinja. Na hii ni kwa kauli
ya Mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema idha dakhala al-ashru, pindi inapoingia 10, wa arada ahadukum, na mmoja wenu akataka, an yudhiya, kuchinja, fala ya'khudhu min sha'rihi wala min afarihi shay'an, basi asiwe ni mwenye kukata chochote katika nywele wala katika kucha, hata yudhiya, mpaka awe ni mwenye kuchinja. Hii ni hadithi ambayo imepokewa kutoka kwa bwana mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na mama yetu Ummu Salama Hind binti Abi Umayya al-Makhzumiyya radhiyallahu anha, na ikanukuliwa na Imam Muslim hadithi nambari 5089. Sasa turudi katika miongoni mwa hadithi ambayo tumeizungumzia au tumeisoma tu bila kuitafsiri. Ni hadithi tukufu, ni hadithi kubwa, ni hadithi ambayo ina mengi ndani yake, na hii ni hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ni hadithi ya kutuelezea kuhusu amali zilizo nzuri zaidi, zinazompendeza zaidi Allah jalla jala. Anasemaje? Anasema ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ma min ayamin, hakuna siku zozote, al-amalu salihu fiha, amali njema ndani yake, au fihinna katika riwaya nyingine, ahabu ila Allah katika riwaya ya Abu Daud, zinampendeza Allah, na Ibn Majah vile vile, ahabu ila Allah, zinampendeza Allah zaidi mno. Katika hadithi ya Imam al-Bukhari anasema afdalu, zilizo bora mbele ya Allah, min hadhihi al-ayyam, kuliko siku hizi, yani ayyam al-ashri, yani siku hizi 10. Qalu ya Rasulullah, masahaba wakamuuliza, ewe mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, wala jihadu fi sabilillah, yani siku hizi 10, kwa sababu masahaba walikuwa ile raghba na ile hamu na yale mapendekezo yaliyotolewa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuhusu jihadi kwamba ni amali iliyo bora mno. Kwa hivyo wakashtuka kuambiwa siku hizi 10 za Dhulhijja ni bora. Kwa hivyo wakauliza, wataka kufananisha, je, hizi siku 10 zinazidi vile vile jihadi au ni vipi? Wakamuuliza, hata ewe mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, hata jihadi katika njia ya Allah? Akasema sallallahu alaihi wasallam, wala aljihadu, siku hizi 10 hata jihadi haizifikii fadhila na ubora na umuhimu na kupendezwa mbele ya Allah kuliko hizi siku 10. Illa rajulun, jihadi kuwa itakuwa ni bora na inampendeza Allah kuliko hizi siku 10 ni illa rajulun, isipokuwa mtu, kharaja binafsihi, aliyotoka kwa nafsi yake yeye mwenyewe, wa malihi, na akatoa mali yake yote, thumma lam yarji min dhalika bi shay, kisha asirudi na chochote katika hivyo vitu viwili, yani akawa ni mwenye kufa akiwa shahidi na mali yake yote anatumia katika jihad. Hadithi hii ni hadithi ambayo imenukuliwa na Imam al-Bukhari, hadithi 969. Abu Daud vile vile ameinukuu, na At-Tirmidhi vile vile ameinukuu katika jamii yake, na Ibn Majah hadithi 1727. Sasa tuangalie hadithi hii na kisha tuziangalie zile tofauti ambazo huenda kwamba zimeonekana zipo. Miongoni mwa amali njema mfunga. Amali njema ziko nyingi. Kuna amali njema ya kuzidisha adhkar katika masiku haya kuu. Kuna amali njema ya kuzidisha sadaqa katika hizi siku kuu. Kuna amali njema ya kuswali, kuongeza, kama yule aliyoachwa huru ambaye alikuwa anamtumika mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam katika shughuli za kumletea maji ya kutawadha, za kumletea vitu vingine, viatu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kumuona kwamba anamtumika mno huyu, akamuuliza, je, kuna maombi yoyote unataka kutoka kwangu? Akamwambia, nataka kuwa karibu na wewe, kuwa rafiki yako peponi. Awa ghaira dhalika, akamuuliza, kuna jambo jingine ambalo unalitajia? Pengine kuna unahitajia pesa, unahitajia dua. Anasema hilo, nataka hilo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, basi nisaidie kwa kuongeza sida, yani kuswali sunna nyingi.
Kwa hivyo tuongeze sunna, na tarehe 10 tuweni wenye kuchinja, na ni thawabu kubwa ya kuchinja, na miongoni mwa amali njema ni kufunga. Sasa hapa wasaumu min afdalil a'mali salihah, na funga ni miongoni mwa amali njema zaidi, amali njema zaidi, miongoni mwa amali njema, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anajigamba as-sawmu li, saumu ni yangu, ana ajizibi, na mimi ndiye nitakayeilipa. Fayadkhulu fi alhadith, na katika hii hadithi kunaingia kama tadkhul, inaingia hii funga kama tadkhulu fihi sairul ibada, kama zinavyoingia ibada zote. Huu ni mwezi vile vile wa haji, mwezi wa umra, lakini kwa sasa hii mipaka imefungwa. Kwa hivyo hata yule ambaye anania kwenda hija au anania kufanya umra hawezi. Kisha kwa hivyo amali hizi zote zinaingia, amali zote, wal qurab, ibada zote zinaingia, na vile vile al-qurab, mambo ambayo unajikaribisha na Allah jalla jalaluhu. Sasa kuhusiana na funga siku hizi kulikuwa na tetesi za hapa na pale. Wengine wanasema inafaa, wengine wanasema haifai, wengine wanasema unaweza kufunga siku zile zile, ukafunga Jumatatu na Alhamisi, na ukafunga tarehe 9 ambayo ni siku ya Arafa ambayo tukuja kuizungumzia. Lakini Ibn Rajab anasema ya kwamba mimman kana yasumu al-ashr, miongoni mwa wale ambao walikuwa wanafunga hizi siku 10 ni Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kwa hivyo Ibn Umar haiwezekani kwamba anafunga pasi na kwamba pengine amepata dalili au agizo kutoka kwa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, au pengine kwa ta'wil maelezo yake kuhusiana na hii hadithi akaona kwamba amali njema ni kufunga, kama vile vile walivyotaja Al-Hasan al-Basri na Ibn Sirin na Katada fadla za kufunga hizi siku 10. Na hiyo ndiyo kauli ya, kama anavyosema Ibn Rajab, aktharul ulama, maulama wengi, au kathirun minhum, au wengi miongoni mwao. Na vile vile hii ukiangalia, hii ndiyo rai ya Hanafia na Malikia na Shafiia na Hanabila na vile vile Adh-Dhahiria, na dalili ambayo imetumika kwamba unaweza kufunga siku 9 hizi kuanzia, bali na kwamba imetajwa fadhila za al-ashr na funga za al-ashr min Dhulhijja, lakini tarehe 10 ni siku ya nahar, siku ya kuchinja, na kufunga inakuwa imekatazwa na haifai. Sasa hadithi ya pili ambayo inazungumziwa kuhusiana na wenye kuunga hii kwamba unaweza kufunga siku 9 ni ile hadithi ambayo majaa an ba'dhi azwaji Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaliyopokewa kutoka kwa wakeze mama zetu mtumi wa Allah, yani mama zetu ambao ni wakeze mtumi wa Allah sallallahu alaihi wasallam, kwamba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtumi wa Allah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu 9 min Dhulhijja, alikuwa akifunga siku 9 za Dhulhijja, na vile vile 3 ayyam min kulli shahr, siku 3 za kila mwezi, ithnaini wa khamisaini, yani Jumatatu na Khamisi mbili ambazo zinafuatia. Na hii ni hadithi ambayo imenukuliwa na Imam Ahmad na Abu Daud, ni hadithi 2437, An-Nasai na Al-Baihaqi. Bali na kwamba wanavioni wanasema hadithi hii ni dhaifu, lakini kuna hadithi ambayo vile vile ina matatizo hapa na pale. Kuna wengine wanasema kwamba ni sahihi, wengine wanasema ni hasan, wengine wanasema ni dhaifu. Na hii ni hadithi ya Hunaida bin Khalid kutoka kwa mkewe, kutoka kwa wakeze mtumi wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba mtumi sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizifunga hizi siku 9, alikuwa akizifunga siku hizi 9. Na hii hadithi ya Hunaida kutoka kwa mkewe ambayo imenukuliwa na Imam Ahmad na Abu Daud na An-Nasai na Baihaqi na wengineo wanasema ya kwamba Hunaida ni tabi, wengine wanasema ni sahabi. Kuna tofauti hapa. Mkewe ni tabi, wengine wanasema alikuwa ni sahabia, sahabi kutoka kwa wakeze Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsila au isnadi imekuwa ni yenye kuungana. Na hii hadithi, mbali na kwamba baadhi wameidhoofisha, lakini Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani anasema hii ni hadithi ya Hunaida
hadithi ya Hunaida kutoka kwa mkewe, kutoka kwa wakeze Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ni hadithi iliyo sahihi kama ilivyo katika sahihi Abu Daud. Kwa sababu siku ya leo muda naona umetukatikia mkono, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe kuweza kufunga na kufanya amali nyingi siku hizi 10, na Allah subhanahu wa ta'ala aturidhie, na Allah subhanahu wa ta'ala azipokee. Allah subhanahu wa ta'ala atupatie mema na mazuri hapa duniani, mema na mazuri kesho akhera, na atuepushe na moto wa jahannam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.